Mwendelezo usiokoma. Umenielewa? Mwendelezo usiokoma katika utakatifu, katika haki, katika uaminifu. Maidia, wewe unakuwa kiti cha Mungu. Manake wewe utakuwa umtafuti. Wewe unakuwa ni kao la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwamba Mungu tukimtaka Mungu, tunajua tunampata kwa fulani, tunajua tunampata kwa fulani. Unavyoona Mungu watu wanakutafuta, au mnavyoona watu wanaenda kwenye huduma fulani, si kwa sababu wale watu sijui kwa jinsi ya mwili wakoje. Ndio maana usishindane na mtu mwenye Mungu hata siku hii. Huwezi kushinda hiyo vita hata siku moja. Haijalishi mtamchafua kiasi gani. Kwa kadiri unamchafua Mungu wake ni moto ulao. Na yeye hatakaswi kwa maji ya kawaida wala kwa sabuni ya kawaida, anatakaswa kwa moto wa kiungu. Ndio maana usishindane sana na mtu mwenye Mungu. Usipigane sana vita na mtu mwenye Mungu. Ukipigana vita na mtu mwenye Mungu, maidia, anayeumia ni wewe unayepigana. Kwa sababu yule anafika level hapigani tena, anapiganiwa na Bwana. Hata mkimsema, anaweza asiwajibu. Kwa sababu gani? Hana muda wa kuwajibu. Anaye Mungu atakayejibu kwa niaba yake. Naogopa mnayemsema hawajibu. Maana yake akinyamaza anampisha Mungu wake aweze kujibu. Na huyo Mungu akijibu, anajibu kwa herufi kubwa, hajibu kwa herufi ndogo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuna saa hata sisi watumishi wa Mungu, unaweza ukamwona mtumishi kainuka sana. Kwa mfano mimi ni mtu mzima, wako vijana ambao nakumbuka wakati ninaanza kuokoka, nilikuwa ninafunga na utumishi. Nilikuwa ninafunga sana, Mungu inua watumishi. Kizazi hichi cha siku za mwisho tunahitaji watumishi waaminifu. Inua watumishi. Ukitaka Mungu akutendee kwenye nafasi ya kwenye wakati una intercede, wakati unaombea na wengine, ile nguvu kabla Mungu hajainua na wengine hata kupita atainua na wewe. Kwa kuna product ya watumishi wengi sana Tanzania ambao tunawaona ni vijana. Hata mimi kuna wengine Arusha ninajivunia nikiwaona wanaenda. Miongoni mwa hao watumishi ni kijana wenu. Simtaji kwa jina, mnamjua. Bwana asifiwe sana. Si ni sawa? Kuna kijana wenu kutoka kwenye kabila lenu, Mungu amemuinua. Sasa utakuta mchawi huyo kwenye hilo kabila hana tunguri, lakini ana maneno mabaya. Anaanza kumsema yule mtumishi wa Mungu vibaya. Usisindane na mtu mwenye Mungu, utapondwa mzee. Utapondwa. Biblia inasema Mungu wetu ana nguvu kama nguvu za nyati. Alafu adui yetu au watesi wetu wanapondwa na Bwana. Sio sisi tunawaponda, ni Bwana anawaponda. Ndio maana nakuambia leo, ukianza safari ya kumtafuta Bwana, mtafute Bwana, subiria umpate. Usishindane na aliyempata Mungu. Tanzania hii nakupa miaka 2 itakuja kulipuka na uwezo mkubwa sana wa kiungu. Na kwa watu msiowatarajia kabisa. Hata hivi mnavyoviona Dar es Salaam, Arusha, wewe ni ndogo, lakini saa ipo na saa yaja. Wewe mtu mzima ukianza kushindana na vijana wenye Mungu, una akili. Kwa sababu gani? Tuna kizazi kinakuwa, hakihitaji tena watumishi wazee, kinahitaji watumishi vijana wenye nguvu za Mungu, wanaoweza kukimbiza ufalme wa Mungu na kuharibu ufalme wa giza. Tuna kizazi kinakuwa. Tuwe na kumbukumbu tunavyopingana na watu. Umeelewa ninachokisema? Lakini hii ni kibibilia. Nabii mzee kawaida yake anaua nabii kijana. Mungu atuepushe na manabii wazee. Tusiue manabii vijana katika jina la Yesu. Haleluya. Nasema hivi kwa herufi kubwa, manabii wazee, Mungu awape neema wasiwaue manabii vijana wanaokuwa. Hiyo ni product ya kutusaidia. Mnaona watoto wanaokuwa? Hawa watoto saa hii hawanielewi, lakini watakuja kuwaelewa wale wengine. Sijui kama mnanielewa. I'm telling you, hawa watoto wanakuwa. Wakifika umri fulani, uenda ikawa na sisi unakuta ndio ile tunaanza kuimba, tunajilazimisha, nakaza mwendo, unacheche, unaimba sifa umeinama, umekunja Lakini watawaelewa wapi? Wataelewa wale vijana. Bwana sifiwe. Ndio maana katika kitu tunatakiwa tuombe Mungu ainue watumishi wa Mungu. Unavyoomba Mungu ainue watumishi wa Mungu, uwezi jua una watoto ambaye mmoja wapo ni mtumishi wa Mungu, anayetakiwa kuinuka na yale maombi ambayo unayaomba. Amina. Sema amina kama hujachukia. Amen. Sasa leo nataka nikuonyeshe viwango vya kumtafuta Mungu. Nitakwenda ninavyo 5 tu nimeviandika. Kumtafuta Mungu kuna viwango. Kwenye kumtafuta Mungu kuna nini? Kuna viwango. Namba 1, viwango vya kumtafuta Mungu.
Hii ngoja niiseme tu yenyewe, haina namba, ni hiyo hiyo moja ambayo tunaipata kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29. Hivi ni viwango vya kumtafuta Mungu. Ndio maana kwenye kumtafuta Mungu usishindane na mtu. Bwana asifiwe sana. Anafunga 40 na mimi nafunga 40. Unaweza ukafia ya 10. Unaweza ukafia ya ngapi? Ya 10. Usishindane na mtu. Bwana asifiwe sana. Kiwango cha kwanza na kikubwa cha kumtafuta Mungu kinapatikana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29. Kiwango cha kwanza na kikubwa, na kinaweza kawa na ni cha mwisho. Maana yake kuna viwango vya kumtafuta Mungu. Kinasema hivi: lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata. Sasa sentensi inayofuata ndio inataja viwango. Utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Umesikia nilichokisema? Narudia tena huu mstari. Ni Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29, anasema lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa lugha nyingine, viwango peke yake vya kumtafuta Mungu ni kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Bwana asifiwe sana. Familia, mnanisikia? Viwango pekee vya kumtafuta Mungu. Usiseme kufunga siku 30, kutoa sadaka siku 100, sijui kusifu siku 20. Chochote unachokifanya kwa ajili ya Bwana, kiwango chake ni kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe sana. Maana yake kama ni kuomba, omba kwa moyo wako wote. Kama ni kufunga, funga kwa moyo wako wote. Kama ni kusifu Mungu, sifu kwa moyo wako wote. Kama ni kuabudu, abudu kwa moyo wako wote. Kama ni sadaka, toa kwa moyo wako wote. Kama ni kutumika, tumikia Mungu kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo viwango vya kumtafuta Bwana. Viwango haviwi measured kwa sababu kwa idadi ya mifungo unayofunga. Unaweza ukawa unafunga, lakini kwa sababu kanisa limesema mfunge na haufungi kwa moyo wako wote. Unafunga kwa sababu ni sheria ya kanisa. Inaweza kuwa unatoa sadaka, lakini unatoa kwa sababu ni agizo la kanisa, lakini sio agizo la Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu ndani yako. Bwana asifiwe sana. Unaweza unakuja kanisani, ndio maana mmekuja kanisani, watu wengine wanaimba, dada watu wanaimba kwa moyo wake wote, anamuelekea Mungu ibada, watu wengine mnamshangaa. Maana yake anayepata pale sio nyie, ni yeye anayefanya kwa moyo wake wote. Kwa lugha nyingine, kiwango kikubwa cha kupata kitu chochote kwa Mungu ukikitafuta kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna yule Farisayo kwenye kitabu cha Mathayo. Anaingia hekaluni, anamkuta na yule mwenye dhambi, naye amesimama, anapita mbali, anasimama kama kwenye mlango kama kule. Yule Farisayo anaingia, alafu anamuona yule jamaa mzambi. Si unajua kuna watu tu mkituangalia kwa sura zetu zinaonyesha dhambi, alafu zenu zinaonyesha utakatifu. Si mnaijua hiyo Kuna watu wana nguvu ya kuhukumu wengine. Sasa yule Farisayo anaingia hekaluni, anaanza yani kwanza hata hajaomba, anafanya maombi ya comparison, ya kujilinganisha. Wakati anaomba, anamwambia Mungu, nitazame, mimi si kama hao. Hao ni akina nani? Kama yule aliyekuja mtoza ushuru mwenye dhambi, sikasimamia nje. Kwa anamwambia Mungu, mimi si kama wao. Ninaomba mara 3 kwa siku. Ninafunga kwa juma mara ngapi? Alafu ninatoa na zaka. Kwa hiyo yale maombi tu yamebeba kiburi, hayajabeba unyenyekevu. Lakini kuna mtu mmoja pale alikuwa ameingia, akaona kwa uchafu alionao hawezi hata kupita kwenye madhabahu kuja kuomba. Akaona yeye asimame mbali, akaanza kumwambia Mungu, unirehemu. Bwana asifiwe sana. Yule alijua kabisa mimi ni mdhambi. Kwa hiyo hata ile toba alikuwa anaiomba kwa moyo wake wote. Na yule mwingine ambaye kazi yake ilikuwa ni kudumu hekaluni, kuja kila Jumapili, maana yule angekuwa anakuja vipindi vya katikati vya Bible school, vya Bible study,
vingekuwa vinamshape. Unajua vipindi vinavyokushape sio vya Jumapili, ni vya katikati ya wiki. Ndio maana nawashangaa ninyi wa Luteri wakanda kaskazini. Inaitwa kati. Dayosisi kaskazini kati. Ile fellowship mmesema ni ya kikundi fulani. Fellowship sio ya kikundi fulani. Fellowship ni ya kanisa zima. Maana yake pale ndipo mnakulia wokovu. Utakuta mnaniangalia na nyewe waimbaji hata fellowship hampo. Yaani kanisa lingekuwa langu, muimbaji aje fellowship, unakuja kumuimbia nani? Muimbaji uji kwenye maombi, unakuja kumuimbia nani? Mnakuja Jumapili mmebana vinguo vyenu vimewabana kama vipanzi, mnataka muimbe na watimua, amuimbi. Bahati mbaya si mchungaji, kwa mtaimba tu. Nimekwambia hii wiki ni ngumu, lakini kaza mwendo. Zimebaki siku 6 na wahesabia. Bwana asifiwe sana. Ni kweli. Kwani wanakuja kufanya nini? Hivi viti mmeweka for show. Wako wapi hawa? Walitakiwa wawepo. Mnawekea viti vya mbele waovu. Sema amina. Mnawekea viti vya mbele vya nini? Ukikaa kiti cha mbele means uko kwenye safu ya makuhani. Kama uko kwenye safu ya makuhani, we need to see you. Kila siku ya ibada you have to be here. Mnawatengea nani viti? Na mnaona hata kanisa likijaa, bora waimbaji wakae, lakini wageni wasimame. Kanisa likijaa, wasimame kama hawaje ibadani kila Jumatano. Bwana asifiwe. Ndio maana nilikwambia, mkihitaji kanisa la moto, halimuhitaji mchungaji wa moto, linamhitaji kila mtu awe wa moto. Fire plus fire iziko tu milipuko. Mnahitaji milipuko msioigaramia. Mnahitaji moto msiotaka kupata moto. Kama mnahitaji kupata moto, shikeni moto. Yes. Bwana asifiwe. Haleluya. Nani kesho ataleta katon za maji agaia washarika? Kwa sababu masomo ni magumu, unabidi mnywe maji. Bwana asifiwe. Yes. Tunasemaga sisi ni Waluteri. Tunajua ibada zenu. Na mimi ni Mluteri. Ninajua ibada zetu. Na ninawaambia, Uluteri hautufanyi tusiwe watakatifu. Uluteri hautunyimi kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Msijitetee in the name of Uluteri. Hapana. Chochote tunachokifanya tunapaswa kufanya kwa mioyo yetu yote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, tukisimamiwa na Mungu, tukiongozwa na Mungu, tukimtukuza Mungu, na tukitaka utukufu wa Mungu urudi kanisani katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe unatamanije cha jirani anayegaramia wakati na nguvu ya kugaramia mnacho? Sema tu amina eti. Wiki hii unatakiwa muimbiwe sana. Tunakaza mwendo, tufike siku ya 8. Tunakaza mwendo, tunamvumilia. Bwana asifiwe. Chochote tunachokifanya tunatakiwa tufanye kwa mioyo yetu yote. Ibadani tukija, tusije for show. Tusije kwa sababu tunakuja tukifa tuzikwe. Tusije kwa sababu tunakuja tusitengwe kundini. Tusije kwa sababu tunakuja mzee wa kanisa anijue, nikipata shida nipewe huduma. Hiyo sio ibada. Umekuja kwa sheria upate huduma za kimwili. Hatuji kanisani kwa lengo kuu la kupata huduma za kimwili kwanza. Tunakuja kanisani lengo kuu kupata huduma ya kiroho. Maana tunayemfuata ni Roho, ambaye Mungu ni Roho. Kama Mungu ni Roho, kabla hajakutana na mwili anakutana na Roho. Akikutana na Roho, roho yako ndio ina uwezo wa kusaidia mwili wako kupata matokeo. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Mungu atusaidie. Chochote unachofanya kwa Mungu, fanya kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote. Kwani mmesahau si Mungu, si ni amri hiyo? Si anasema mpende Bwana Mungu wako nusu. Mpende Bwana Mungu wako Jumapili. Mpende Bwana Mungu wako ukiwa na shida. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote,
kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Maana yake chochote cha kwako kinatakiwa kiobei kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Bwana asifiwe sana. Ndio maana waliokuwa jana ibada ya pili nikawaambia hivi, okokeni mapema. Msisubiri kuokoka mkiwa wazee mmechoka. Biblia yenyewe inasema mbinguni akiingii kinyonge wala kidhaifu. Kuna mtu mmoja anasubiri, anaumwa mpaka amekonda. Hii mishipa inashindana na drip inatokeza. Sema inataka kugusa zile nguzo za drip. Hii huku kumedumbukia. Macho hayaonekani tena. Tunafikiri ndio zinjathropus mwenyewe, lakini kumbe ni mtu aliyeugua muda mrefu. Pale amechoka kabisa. Unasikia, niitie mchungaji na mzee wa kanisa wanipe chakula cha Bwana. Unaletewa chakula cha Bwana, yenyewe chakula kinakukataa. Unapewa divai inakukataa. Wanasema tumjaribu kummiminia puani. Pua inasema hatumezagi divai, hatulagi mkate. Unaombewa na mchungaji, Bwana tunaomba umsaidie aishi. Badala ya malaika wa Mungu kuja, anakuja Israeli mtoa roho. Hata malaika wanagoma kuja kukusaidia. Mikaeli anasema siendi kwenye hii vita. Gabrieli anasema Mungu una cha kunituma hapo. Anatokea mwamba Israeli anayekuja kuchukua roho. Anasema Bwana ni saa yangu ya kuchukua ule mzigo. Okokeni mapema. Bwana asifiwe sana. Okokeni nini? Usisubiri huko kitandani hoi ndio unataka sala ya toba. Hata Mungu hapendi scraper. Mwambie jirani yako, hata Mungu hapendi scraper. Kwani hujasoma? Yeye mwenyewe anasema vinyonge vingi mbinguni. Hivi kwa nini tutese miili yetu? Tuipigize, tufanye kila anasa inayoleta uharibifu. Sasa umechoka kabisa ndio unakumbuka kuna Yesu. Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Siku za ujana ni saa una nguvu. Siku za ujana ni saa unaweza kufanya mambo. Siku za ujana ni saa unaweza kumzalia Mungu matunda. Hata Mungu hataki visivyozaa matunda. Kila mtu anapaswa kumpokea Mungu, kumpokea Yesu akiwa na nguvu. Sio watoto ndio wamkumbuke Bwana. Wote tumkumbuke Bwana maadamu tuna nguvu, maadamu tunaweza kufanya mambo katika ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu. Yaani wewe sahi msichana mzuri kabisa, macho yako yanasoma Biblia. Unasubiri paka ukapigwe na mume wako umekuja na chongo. Ndio unasema namtaka Yesu, namtake Yesu ukiwa msichana na macho mazuri. Haleluya. Ndio. Bwana asifiwe. Chochote ufanacho fanya kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako, kwa akili zako. Chochote ufanyacho kwa Bwana fanya kwa moyo wako wote. Kiwango kikubwa cha kufanya na kiwango kikubwa na kipimo kikubwa umefanya kwa Bwana ni kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii biashara kusema mimi unajua ninafunga siku 3 tu. Hizo 3 zenyewe unafunga chakula chako cha asubuhi umehifadhiwa. Mchana mnakula nini? Unasema niwekeeni kidogo nitalegezea usiku. Chakula cha usiku unakula mpaka tumbo linatoa michirizi ya kijani na meusi. Ni mfungo huo? Ni mfungo huo? Au ulikuwa umepiga pozi ya chakula cha asubuhi na cha mchana? Na mfungo unasema ukifunga mzee anasema mfungo wako chukua kile chakula kawape wahitaji wasiokula. Maana yake ukifunga hata ile portion yako haitakiwi kuwekwa kabisa. Tena siku mkiwa mnafunga, ukijua yule jamaa anayefunga anayemendea chakula, twanga maharage ya jioni, msongee kiburu cha ndizi, alafu zile kuku pelekea wahitaji. Lakini kuna mtu siku ya mfungo anasimamia, mlikuwa mnapika nini? Pikeni hichi. Kwa nini? Anajua hali. Kwa hiyo anawabadilishia menyu, anawachezea rafu kwenye menyu. Ukiona unacheza rafu kwenye menyu siku ya mfungo, we bado unatamaa. Kufunga maana yake ni kutiisha mwili ili roho yako iwe juu iweze kukutana na Bwana. Maana ukifunga kwa namna nyingine utakuwa tu unashinda njaa. Gharama za kumtafuta Bwana, namba 1, kujikana. Gharama za kumtafuta Bwana, namba 1, kujikana. Inapatikana wapi? Mathayo, tusome. Inapatikana Mathayo 16:24 na Luka 9:23. Zote zimefanana. Gharama za kumtafuta Bwana, namba 1 kabisa ni kujikana.
Umesikia nilichosema? Nasema gharama za kumtafuta Bwana. Unasema kwa Mungu ni tambarare, hakuna gharama. Niko hapa mbele kukuambia gharama ipo. Niko hapa na kutangazia kabisa safari ya kumtafuta Mungu imebeba gharama. Na gharama ya kwanza inaitwa kujikana. According na mimi Roho Mtakatifu alivyonipa, lakini kuna na wengine wanaweza wakampewa nyingi. Usifananishe fundisho. Gharama ya kwanza ni kujikana. Kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 23. Biblia inasema hivi. Nimesoma Mathayo. Luka. Nisome Mathayo kwa sababu nimeshafungua Mathayo. Maana yote inafanana. Mathayo 16 mstari wa 23 ni hiyo hiyo. Mmepata wote? Wale waliopata hebu tusome. Nimewachanganya Sema ndio. Sema ndio. Sema mtumishi, Mungu akurehemu. Luka 9. Soma Luka hiyo 9 mstari wa 23. Nilikuwa naandika chap usichukie. Kuna kujikwaa lakini hatuanguki. Anasema hivi. Akawaambia, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Ajitwike msalaba wake kila siku. Alafu afanye nini? Anifuate. Anasemaje? Mtu some wote 1 2 3. Nimejua kabisa niko Meru. Ngoja ni hesabu. 1 2 3 tusome. Mbona kwenye msalaba mnamumunya? Basi tufute msalaba. Mtu yoyote akitaka kumfuata Yesu, anasemaje? Ajikane. Akimaliza kujikana anafanya nini? Anajitwisha msalaba wake kila siku, sio siku moja, kila siku. Huyo ni Luka. Anasema mtu yote akitaka kumfuata Yesu, akaandika kwamba Yesu anasema huyo mtu na ajikane. Na kisha jikana, ajitwishe msalaba wake, alafu anifuate kila siku. Maanake kuna vitu ambavyo kwetu ni mizigo, si ni sawa? Ni vigumu, vinaweza kuonekana kama msalaba. Chochote hakitakiwi kukuzuia kumfuata Mungu. Kinaweza kawa sababu au kichocheo cha kumfuata Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikuambie, ukianza safari ya kumfuata Mungu sio nyepesi. Ndio maana unaambiwa jikane. Ndio maana unaambiwa ufanye nini? Jikane. Kwa nini ujikane? Kwa nini ujikane? Kuna vitu wanawake, mfano nitolee, mimi ni mwanamke. Kuna vitu wanawake wengine wakifanya kwao ni sawa, lakini kwa safari yangu na Bwana si sawa. Maanake ili nifaulu nijikane kwamba sitafanana nao, niko tayari kufanya kile Mungu anachotaka. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu nisipofanya kibinadamu naonekana mshamba. Umenielewa? Na kinaninyima alama kwa watu. Lakini nikichagua kutokufanya, ile alama inatoka kwa watu inarudi kwa nani? Kwa Mungu. Maana kujikana ni kuchagua kutokujikufurahisha wewe au kuchagua kutokufurahisha watu. Ni lengo kuu ni kumfurahisha Mungu peke yake. Na ninawaambianga watu hakuna kitu kinauma kama mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanauma. Safari ya kumtafuta Bwana manake unalenga kuyatafuta na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukiona mapenzi ya Mungu hayaumi, hayo sio mapenzi ya Mungu. Siku zote mapenzi ya Mungu yanauma. Mapenzi ya Mungu yana gharama. Mapenzi ya Mungu yamebeba maumivu. Mapenzi ya Mungu yanaweza kufanya ukataliwe. Mapenzi ya Mungu yanaweza kufanya uachwe. Mapenzi ya Mungu yanaweza kufanya utengwe na ndugu zako. Mapenzi ya Mungu yanaweza kukufanya uchukiwe na kila unayefikiria yuko sawa na wewe. Lakini ukianza kufanya mapenzi ya Mungu, ukiona vita vimeinuka, usikimbie, endelea mbele. Bwana asifiwe sana. Haleluya. My dear, mapenzi ya Mungu yanauma. Ukitaka kujua mapenzi ya Mungu yanauma, mtazame Yesu mwenyewe. Yesu alizaliwa, hajazaliwa kuja kuishi duniani.
Lengo kuu la Mungu afe kama sadaka. Umenielewa? Afe kama nani? Sadaka. Yesu alizaliwa sadaka, ametolewa sadaka, baada ya ile sadaka mpaka sasa kwetu ni sadaka na ataendelea kuwa sadaka na ametukuzwa na Mungu. Lakini Yesu alijua kabisa ameletwa ili kufa. Ilipofika saa yake ya kufa, akaenda msalaba, akaenda kwenye maombi Getsemane na mfungo juu. Akamwambia Mungu, ondoa hii kitu ya mbele na iona ni ngumu. Yeye ni Mungu, lakini kaiona ni nini? Ni ngumu. Kaomba mara ya kwanza, Mungu hajamjibu. Kaomba mara ya pili, Mungu hajamjibu. Kaomba mara ya tatu, akasema si kama nitakavyo, lakini mapenzi yako yatimizwe. Baada ya kusema si kama nitakavyo mimi, bali ni mapenzi yako yatimizwe, Mungu alijibu. Kwa nini? Mungu ajibu unachokitaka, Mungu anajibu mapenzi yake. Mungu hayupo kwenye uyatakayo, Mungu hayupo kwenye uyapangayo, Mungu yupo kwenye mapenzi yake. Ukitaka kuishi maisha rahisi na mepesi, tafuta mapenzi ya Mungu. Mungu yuko kwenye mapenzi yake. Mungu anapigania mapenzi yake. Mungu anatetea mapenzi yake. Ndio maana waombaji wengi hatutakiwi kuomba tunavyotaka, tunatakiwa tuombe sawa sawa na mapenzi yake. Nani anakusaidia kuyatambua mapenzi ya Mungu? Anaitwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Yesu tu alivyobadilisha maombi, akasema si kama nitakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe, Mungu alimshushia msaada. Maana yake alijua kuyatimiza mapenzi ya Mungu ni vita. Kuyatimiza mapenzi ya Mungu mwili unakataa. Mwili hauna tabia kutimiza mapenzi ya Mungu, ni roho. Kwa hiyo Mungu akawaambia malaika, enendeni mkamtie nguvu ili aweze kuyatimiza mapenzi yangu. Kwa lugha nyingine, tunahitaji nguvu za Mungu ili kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mapenzi ya Mungu huwezi kufanya kibinadamu. Mapenzi ya Mungu unayatimiza katika Roho Mtakatifu, ukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kujikana ni kitu cha muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekutolea mfano wa kujikana. Na saa ukianza safari ya kujikana, mnamkumbuka Yusufu. Maana safari ya Yusufu kidogo inafanana na Yesu. Yusufu ndugu zake walimuuza, Yesu watu wake walimuuza. Yusufu ndugu zake walichukua vazi lake, Yesu vazi lake walilipigia kura. Yusufu alidumbukizwa kwenye shimo, Yusufu naye Yesu alikuja akadumbukizwa shimoni ambalo ni kaburi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yusufu hakupelekwa utumwani akiwa amepelekwa kama mtumwa wa kawaida. Yusufu alitobolewa miguu yake akapigwa pingu. Ukitaka kuamini kasome kwenye kitabu cha Zaburi, alichomwa pingo za miguu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini vyote yalikuwa wapi? Kwenye safari ya kutimiliza mapenzi ya Mungu. Na Mungu alijua mapenzi yake hayawezi kutimizwa akiwa kwenye nyumba ya baba yake mzee Yakobo. Ilibidi aondolewe pale. Maana ke mapenzi ya Mungu yalitakiwa yakatimizwe Misri. Bwana asifiwe. Na hii ni shida kubwa sana. Kuna mtu unaniangalia hapa unakodoa macho kama umebanwa. Wewe umeng'ang'ania kukaa hapa Meru, kumbe Mungu hajakusudia kutimiza chochote cha kwake alichokipanga ambacho ni mapenzi yake hapa Meru. Anakusubiri utoke Meru uende Mbeya, anakusubiri utoke Meru uende Dar es Salaam, anakusubiri utoke Meru uende Kahama. Anakusubiria. Si kila mapenzi ya Mungu yanatimizwa unapopataka. Mapenzi ya Mungu yameandaliwa mahali sahihi, eneo sahihi, muda sahihi. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kufanya kile kitu Mungu anachokitaka kwa wakati sahihi, kwa viwango sahihi, katika eneo sahihi, bila kuongeza wala kupunguza. Hayo ndio yanaitwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Inaeleweka kidogo? Tuko tayari kujikana. Yesu alijikana, sisi tukapata wokovu. Naongea na wazazi mlio huko hapa. Mna uwezo wa kujikana mkaitengeneza familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na vijana mlio huko hapa ndani. Una uwezo wa kujikana ukatengeneza maisha yako ambao hukutengenezewa. Si wote tumetengenezewa maisha na wazazi. Ngoja nije hapo. Si wote tumetengenezewa maisha na wazazi. Si wote tumetengenezewa njia na wazazi. Mimi niliyesimama hapa ni shamba darasa. Wazazi wangu walikufa wote wakatuacha tukiwa yatima. Hatukumjua Yesu. Tuliendelea kukaa mjini kama kawaida, lakini Yesu alitutokea. Ikifika saa ya kutengenezwa, kubali kutengenezwa.
kijana ulioko hapa, unapolisikia hili neno la Bwana na kuambia Bwana ana haja nawe ili akutengeneze, akupe maisha ambayo wazazi wako hawawezi kukupa, akupe maisha ambayo wazazi wako hawajawahi kuyaishi. Vijana wengi mnalaumu wazazi wenu kwamba kuna vitu hawajawafanyia, kuna vitu mzazi wako akikufanyia atagombana na Mungu. Hicho unachotaka ufanyiwe, piga magoti, nyenyekea kwa Bwana. Mungu ana uwezo wa kukufanyia kuliko mzazi wako. Bwana asifiwe sana. Wacha kulaumu baba, wacha kulaumu mama. As long unajitambua, simama kwa miguu yako. Bwana atasema nawe, Bwana atakutengeneza katika jina la Yesu. Haleluya. Yamebaki maisha ya lawama. Mimi sijatoka kwenye familia iliyonisomesha. Mimi sijatoka kwenye familia tajiri. Sikiliza, nani amekuambia kila aliyefanikiwa ametoka kwenye familia kitajiri? Nani amekuambia kila aliyefanikiwa amesoma? Kuna watu wamefanikiwa ni darasa la 7. Kuna watu wamefanikiwa hawajasoma kabisa. Lakini kitu kinachokufanya ufanikiwe ni viwango vya ufahamu na akili ulizonazo. Si tu darasa. Kuna watu wamesoma, wamesomeshwa nje ya nchi, wamerudi Tanzania wanakula madawa ya kulevya. Wamerudi Tanzania wamegeuka kuwa, alikuwa ni kijana amegeuka kuwa mdada. Na usiseme kwamba sijasomeshwa. Kuna watu wamepewa kila kitu bado hawana maisha. Nikwambia, anayeweza kukupa maisha mazuri yaliyobeba utukufu ni Mungu peke yake. Haijalishi una wazazi, haijalishi hauna wazazi, haijalishi umesomeshwa, haijalishi hujasomeshwa. Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hatutatetemeka. Ijapobadilika nchi, hatutabadilika, hatutabadilishwa na chochote. Hakuna mtu aliyemtumainia Bwana akabaki alivyokuwa. Tumaini Bwana, tafute Bwana, ana hatima yako ameichora kwenye kitanga cha mkono wake katika jina la Yesu. Maisha ya kujibweteka lazima ulaumu watu. Mmeelewa ninachokisema? Kuna kakijana kako hapa, anasema sina mtaji. Unamiliki simu ya milioni 1. Huo ni ujinga wa viwango vya lami. Unamilikije simu ya milioni 1 alafu hiyo simu ni mtaji? Nenda kauze simu, nenda kachukue hiyo pesa uliyopata, anza kufanyia kazi. Shida mnapenda maisha ya show. Mtu yoyote anaishi maisha kwa kuiga na kwa mashindano hawezi kufanikiwa. Awe kijana, awe mtu mzima, awe mzee. Maisha, don't compete with anyone kwenye hii dunia. Compete na nafsi yako. Compete na nafsi yako. Kivipi? Jana nilikuwa mbovu. Kwa hiyo unachokifanya ni nini? Unatengeneza leo niwe bora kuliko jana. Kesho unatengeneza iwe bora kuliko leo. Watu wengine wakiamka asubuhi wanasema bora jana kuliko leo. Sio kweli. Biblia inatuambia utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko wa kwanza. Mungu hawezi kurudi reverse. Mungu anakwenda mbele katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Haya, nyie mabinti, na wageuzie kibao. Ukiona umekutana na kamchumba kila siku analalamika maisha magumu, anakuambia kuna jambo nalisikilizia, atasikilizia jambo mpaka mtaingia kwenye ndoa, atasikilizia jambo atakuzalisha, atasikilizia jambo una watoto 3, unajikuta majukumu yanakuwa ya kwako. Yule anayesikilizia, muache asikilizie hiyo simu yake. Piga hatua, nenda mbele katika jina la Yesu. Kuna kitu nasikilizia, asikilizie. Mbona mnaniangalia kwa hasira vijana? Unasikilizia nini? Si ubaki kwenu usikilizie. Wacha kufuata watoto wa watu, mabinti waliofanikiwa. Nasema katika jina la Yesu. Tena wananisikia duniani na hapa. Vijana wa kiume, unaosikilizia mabinti waliofanikiwa ili uwamendee, fanikiwa kwanza, uwe na ujasiri wa kumwendea binti aliyefanikiwa katika jina la Yesu. Na ninyi mabinti wa kike, unayesubiri maisha yako yapate nafuu kwa kusubiri kaela kama mwanaume, hapo unaingia shimoni. Heshima yako binti inatengenezwa na kile ulicho nacho. Ukicheza ukienda kutegemea hela ya mtu, utaenda kuwa mtumwa kule ndani. Fight before hujaingia. Uingie na cha kwako na yeye aje na cha kwako. 1 + 1 = 2. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna mtu liko hapa, kila siku hela anayopata anafanya skin care. Skin care yenyewe, your skin is don't care. Na hiyo skin haibadiliki. Kwa kadiri unapaka mafuta mazuri, kwa kadiri ngozi inakuwa gumu. Kwa kazi unapaka lipstick, hata yule aliyekusudiwa kukuoa anashtuka, unasikia jamani, hivi kushangaa Kimeru ni ngirindi au ni nini? Anashangaa. Anasema ukatoka wapi tena?
Sikiliza, si kila kitu unafanya kwa mifumo ya kuiga. Mmesikia mabinti? Hata tu staili ya nywele. Usitengeneze nywele kwa sababu fulani ametengeneza nywele. Hata staili ya nywele inategemea na sura yako ilivyo. Mimi ni mzee, lakini najua sura ya nywele inategemea na nini? Na face yako ilivyo. Unakuta mtu kasuka marasta mcharuko, na wewe unalisurulipana kama sinia, unaenda kusuka rasta. Umetibua. Yaani watu wakikuona tu wanajiuliza ni mtu ni mzimu wa kwao. Sasa ili kuepuka usiwe mzimu wa kwenu, jitambue ukoje, ndio uvae, ndio usuke na ndio ujipodoe. Kuna watu wampendezi kupaka hata angel face. Mnapendeza na natural color zenu. Unamkuta mtu kajisiriba foundation ya kwanza, sijui ya pili, afu mwisho ana spray na glow. Tunafikiri ni marehemu amefanyiwa makeup. Kumbe ni wewe. Usifanye kitu ambacho unajua kitakuharibu. Jijue kwanza ndio uende kujitengeneza. Haleluya. Hivi mnafikiri na watania? Kuna wababa wengi siku hizi wajui sura za wake zao. Anashangaa mama leo amekuwa wa blue, kesho ni wa njano. Unamkuta mtu mweusi kama mimi, kaenda kupaka makeup, kamaliza, na kule sijui kwa nini wanawadanganya. Nani amewaambia kila anayepaka makeup lazima awe hapa na sura nyekundu? Kwa unamkuta mtu hapa ana kama vichata vya nyau vyekundu. Nini makeup? Afu kesho akiamka tunasema bora jana kuliko leo. Kwa sababu jana ulitokezea, leo ndio umekuja mzimu kamili. Tukujue na sura yako kwa jina la Yesu. Namba 2. Ngoja niwaache. Pendeza zako Bwana. Sio kila kinachompendeza mtu kinakupendeza wewe. Sio kila kinachomfaa mtu kinakufaa wewe. Umeelewa ninachokisema? Narudia hivi. Si kila kinachompendeza mtu kinakupendeza wewe. Si kila kinachomfaa mtu kinakufaa wewe. Mimi mwenyewe si unaniona ni mhubiri wa kike. Kuna wahubiri wangapi wa kike? Wengi. Ukiwaangalia unawaadmire. But I know myself. Nikifanya vile nitachekesha umati. Hata shetani kwanza. Yaani kabla nyie hamjanicheka, wa kwanza kunicheka ni shetani. Sababu najua leo tutampiga kitu kizito, mwache apande. Tutampiga tukio umaza. Kwanza akiwa binti, hatujawahi kumuona amejipodoa. Hii madhabahu gani imemdanganya leo? Akajipodoa akahubiri. Hakika nitapigwa tukio na Mungu anisaidie. Namba 2, bidii. Huwezi kumtafuta Mungu usiwe na bidii. Sema bidii. Hii bidii inahitajika kila upande. Bidii inahitajika kila nini? Kila upande. Bidii maana yake unafanya kuliko wengine. Bidii maana yake unafanya kuliko nani? Kuliko wengine. Lakini kwa Kristo tukishampokea Yesu, kuna kitu tunapewa kinaitwa neema. Siku zote neema plus bidii iziko tu mafanikio. Umesikia ninachokisema? Narudia hii question. Neema plus bidii iziko tu mafanikio. Ukianza kumtafuta Mungu, neema ya Mungu inakuwa juu yako. Ukiweka bidii, matokeo ni yatakuja tu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bidii ni kitu cha muhimu. Fungua kile kitabu cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 12. Wacha nisome huu mstari kwanza niuhakikishe. Bwana asifiwe sana. Bidii. Kila mahali panahitaji bidii. Kazini kwako unahitajiwa bidii. Kwenye ufalme wa Mungu kunahitajika nini? Bidii. Taasisi yoyote hata wakiwa chini ya bosi asiwe na bidii, taasisi itazorota. Taasisi itafanya nini? Tazorota. Lakini hata kiongozi akiwa na bidii, yani we kiongozi yoyote kama una bidii, usitaki watu wako kuwa na bidii. Kichocheo cha bidii ni yule aliyoko juu pia. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa kwenye kumtafuta Mungu, hii bidii usitegemee bidii ya mchungaji wala ya mwinjilisti. Hii bidii ni very personal. Bwana asifiwe sana. Bidii ni very nini? Personal. Kuna watu wameacha kuwa na bidii kwa sababu gani? Wanajua Yesu anarudi anytime. Kwa hiyo wamekaa mkao wametubu tu, wanasubiria Bwana aje awachukue. Mungu achukui wazembe. Mungu anachukua waliomaliza kazi.
Unaweza ukazeeka hivyo hivyo na Yesu hajarudi, kwa sababu kwanza kuna watu wanavumilia waokolewe. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu. Kwa hii biashara kusema mimi nasubiri Bwana anarudi anytime, atakutukuta huku tunapambana kwa bidii. Sema amina. Kolosai 4:12 anasema Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Mmesikia sentensi? Ngoja nisome tena. Epafra mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hebu angalia huku ubaoni. Huyu jamaa anaitwa Epafra. Na huyu alikuwa anaandika ni Paulo. Kanisa ni la wapi? Wa Kolosai. Kwa amefika Paulo aliwaandikia barua, si ni sawa? Kawaandikia barua alafu anawaambia Epafra ndugu yenu. Let's say Meru huyo yuko Mbeya. Anaambiwa huyu Meru mwenzenu anawasalimia, lakini hajakaa kizembe, anawaombea. Anafanya bidii kufanya nini? Kuwaombea. Mungu uliye hai, wabariki watumishi wote, wachungaji walio na bidii kuombea kondoo zao katika jina la Yesu. Umeona? Kitu alichokuwa anakifanya Epafra ni kuliombea kanisa la Kolosai, ili hawa watu waweze kusimama katika wokovu, lakini tu si kusimama, waweze kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mtu yoyote anayekupenda sana ni yule anayekuombea uweze kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ngoja nirudie sentence. Mtu yoyote anayekupenda sana si anayekuombea mashetani ya kuache, ni anayekuombea uweze kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mbinguni watu wengi hawataingia si kwa sababu hawajaokoka, ni kwa sababu hawajayafanya mapenzi ya Mungu. Ukisoma vizuri kile kitabu cha Mathayo 7:21, Biblia inasema hivi: si wote waniitao Bwana Bwana kwamba wataingia katika ufalme wangu. Akasema wengine watasema tulitoa pepo kwa jina lako, tulitoa unabii kwa jina lako, sijui tulifundisha kwa jina lako. Lakini Yesu atawaambia ondokeni kwangu ninyi mlio waovu. Huku wanaingia wale wayafanyayo mapenzi ya Baba yangu peke yake. Maana yake unaweza kuwa mhubiri, lakini ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu unaweza usiingie mbinguni. Unaweza ukawa unaomba sana, ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu unaweza usione mbingu. Kwa lugha nyingine, kichocheo kikubwa cha kukuingiza mbinguni ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Umesikia hiyo sentence? Kichocheo kikubwa cha kukuingiza mbinguni ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hata kama mimi ni mhubiri, ni mwalimu, lazima nihubiri sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mimi ni mtumishi, lazima nitumike sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ndio maana ni hatari sana kutumika kwa sababu watu wanakupenda na watu wanakufurahisha. Mapenzi ya Mungu hayafurahishi sana watu. Mapenzi ya Mungu yanalenga kumfurahisha Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana nyakati hizi za mwisho inabidi tuombe sana. Na ninyi kanisa huwa hampendi mtu akija amebeba mapenzi ya Mungu. Mnapenda wale watu wanaowapaka mafuta na chokaa, ambao ikinyeshewa tu inabomoka. Umeelewa? Mungu atusaidie watumishi wake tusimame katika mapenzi ya Mungu makamilifu katika jina la Yesu. Mithali 8:17. Mithali 8:17. Niko kwenye eneo linaitwa bidii. Kwenye eneo linaitwa nini? Bidii. Anasema nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii. Akasema wataniona. Maana yake yoyote anayemtafuta Mungu kwa bidii ni lazima amuone. Umesikia sentence iliyosema? Anasema nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ndugu zangu,
bidii inalipa. Kwenye ufalme wa Mungu bidii inalipa. Bwana asifiwe sana. Namba 3, utii. There is no way unamtafuta Mungu usiwe mtii. Utii ni kibebeo kikubwa sana cha kicho. Utii ni kibebeo kikubwa sana cha kicho. Kicho ni nini? Kicho ni hofu ya Mungu. Mwenye hofu ya Mungu atakuwa mtii. Mtii atakuwa na hofu ya Mungu. Hautii kwa sababu ni shuruti. Hautii kwa sababu unamwogopa mchungaji wako. Hautii kwa sababu unamwogopa huyu mtumishi. Hautii kwa sababu unaogopa kanisa. Unatii kwa sababu unamwogopa Mungu. Hofu ya Mungu ni nini? Na hofu ya Mungu ikoje? Hofu ya Mungu ni hata saa unapokuwa peke yako uko tayari kumfurahisha Mungu at any cost. Mesikia nilichokisema? Kwamba hauko tayari kumkosa Mungu au kumkosea Mungu. Kuna tofauti ya kumkosa Mungu na kumkosea Mungu. Ukimkosea Mungu unamkosa Mungu. Umeelewa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku zote mwenye hofu ya Mungu, awe yuko Mbeya atampendeza Mungu, awe gizani atampendeza Mungu, awe nuruni atampendeza Mungu, awe na watu atampendeza Mungu, awe peke yake atampendeza Mungu. Usimpendeze Mungu mbele za watu. Watu hawana mbingu. Watu hawana mbingu. Haya maisha kujipendekeza sana. Huyo unayejipendekeza kwake una uhakika hata kama na jina lake liko mbinguni. Tafuta sana kufanya vitu vya kumpendeza Mungu na kujipendekeza kwa Mungu, si kwa watu. Mwisho wa siku sisi wote tunachuchumilia kuingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Si kwa sababu mimi ni mtumishi au kwa sababu fulani ni mtumishi au kwa sababu yule ni mtumishi ana garantia mbinguni. Wote tunachuchumilia taji. Kumpokea Yesu ni kitu kingine. Okay, kupokea ufalme wa Mungu ni kitu kingine na kuingia kwenye ufalme ni kitu kingine. Sasa hii tumepokea ufalme. How about kuingia? Kuingia ni gharama. Tunza wokovu wako. Kuingia mbinguni kunategemea na vile unavyotunza wokovu wako. Tunza wokovu wako katika kicho cha Bwana. Tunza wokovu wako katika hofu ya Mungu na uaminifu katika jina la Yesu. Haleluya. Acheni maisha ya unafiki. Nasema kwa sauti kubwa, acheni maisha ya unafiki. Unafiki ni kufanya mambo ya kupendeza watu wakati unamchukiza Mungu. Yesu adui zake wakubwa hawakuwa makahaba. Ndio maana makahaba wengi walienda kwa Yesu wakasamehewa. Adui wa Yesu wakubwa ni wanafiki. Ndio maana kwenye Mathayo 23 alikuwa anaingia hekaluni anahubiri, anawaambia enyi waandishi na Mafarisayo. Alafu anapiga pause, anasema wanafiki, mnaosha kikombe nje lakini ndani ni kuchafu. Mnapaka makaburi chokaa lakini ndani kuna mifupa mikavu. Kuna watu wanaishi maisha ya kinafiki, wanataka kupendezesha watu nje, wanataka kuwaonyesha watu wao ni wazuri, lakini ndani yao kuna chuki, ndani yao kuna hila, ndani yao kuna ubaya, ndani yao anatamani mwingine aanguke ili ainuke, ndani yake anatamani mwingine afilisike atajirike. Hayo ni maisha ya unafiki, na Mungu ambariki mnafiki, na Mungu ampendi mnafiki. Mungu anawapenda watu wenye moyo wa kweli katika jina la Yesu. Na bahati mbaya saa hii makanisani wamejaa wanafiki kuliko wenye mashetani. Bahati mbaya makanisani mmejaa wanafiki. Mnafiki ni nani? Mnafiki anaijua kweli lakini anajidai haijui kweli. Wangapi hamjui kwamba Yesu ni njia, kweli na uzima hapa? Wangapi hamjui kuna mbingu na kuna jehanamu? Lakini bado unasema mimi bado nipo sana mjini, sihitaji kuokoka. Unajua madhara ya dhambi, lakini dhambi unaifanya. Lakini ukija mbele za watu unataka tukusifie wewe ni mtakatifu. Hatutajipendekeza kwako, acha dhambi. Kama umeanguka jana, tubu, endelea mbele. Usitafute watu wanaojipendekeza kwako because you have chochote. Chochote. Kuna watu wakijiona wana uwezo, kuna injili zikihubiriwa makanisani wanakasirika kabisa, wanasema huyo anatukemea. Ndiyo, dhambi ni lazima ikemewe, dhambi ni lazima isemwe, mabaya ni lazima yasemwe. Hatukusemi, tunaisema dhambi yako. Kama unajijua we ni mbaya, acha ubaya. Hatuko kuhubiri kinafiki ili mtupende, tunahubiri iliyo kweli ili tumpendeze Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Makanisani wamejaa wanafiki.
Wanafiki. Hata hapa mmejaa kibao. Kwa nini unataka upendwe na mchungaji? Unataka upendwe na mwinjilisti? Unataka uonekane safi na wazee wa kanisa? Je, Mungu anakuonaje wewe? Kabla hujapendwa na sisi, kabla hujapendwa na wao, pendwa na Mungu wako aliye hai anayekupa mbingu katika jina la Yesu. Pendwa na Mungu wako anayejua hatima yako. Mpendeze Mungu, acha kupendeza watu. Haya ni maisha ya kinafiki. Mwingine mkizaona anahubiri, anaona kuna magari mengi pale nje wamepaki na magari yao mazuri sana, ni matajiri wenye hadhi yao. Nakumbuka siku moja nilikwenda kuhubiri mahali fulani. Mtu mmoja akaniambia hivi, Florence, yani wewe unahubiri sana kwa ukali. Nikamwambia mimi hata sio mkali. Unajijua ukiwa kwenye madhabahu ni Roho wa Bwana ana take over. Ananiambia usiwaonyeshe sana watu kwamba wao wana makosa. Waonyeshe kwamba kama wana makosa lakini unatumia hekima fulani, kama vile hawana makosa lakini hawana makosa. Siwezi kuwa mnafiki. Una makosa, tuache makosa, tutubu dhambi, tuendelee mbele katika jina la Yesu. Sijipendekezi kwako kwa sababu ninataka pesa, kwa sababu ninataka dhahabu. Ninahitaji thawabu kwa Mungu wangu aliye hai. Ninasema unajua, mimi watumishi wengi wa Kenya wakimaliza semina, ninasema niwabariki bahasha. Huyu sijaguswa, usiguswe nataganda. Nitahubiri injili, nitasema kweli, nikimaliza naenda nyumbani katika jina la Yesu. Mmeelewa? Simwache mnafiki tu mpone. Mwambie jirani yako upunguza unafiki. Na uache kabisa. Mwambie kanisa letu alipendi wanafiki. Nikiwemo mimi hapa sipendi wanafiki. Mwambie tumechagua kuacha unafiki. Anza sasa kwa jina la Yesu. Wewe ambaye hujasema na umekasirika, pole. Haleluya. Haleluya. Hatuhitaji watu wakija makanisani wakimbie. Tunataka wamkute Mungu aliye hai. Tunataka wayakute mapenzi ya Mungu. Tunataka wauone utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Niangalie ni saa ngapi kwanza hapa maana. Nishaona watu wengine. Umeshawahi kuona mtu anakunja uso na yuko mbali na unaona zile laini ya kwanza, laini ya pili, laini ya tatu. Nyooka kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bado upo? Mwambie jirani yako na achaje. Haleluya. Yesu anakupenda Bwana. Yesu anakupenda sana. Nisikilize nikwambie. Hakuna upendo wa mtumishi yoyote kwako unafika wala kuzidi upendo wa Yesu. Stick na Yesu peke yake. Haleluya. Hata upendo wa mume wako haufikii upendo wa Yesu. Ndio wanasema, yani mume wangu, yani mimi sijui kwani anipendi. Wewe kama akupendi, kamuonyeshe Yesu mapenzi ili akupende vizuri. Anakupenda mbele yake paka anapiga chafya. Yani unawaza eti kwa sababu amepunguza upendo. Akipunguza upendo, nakushauri ongeza upendo kwa Yesu, utamwona anakupenda mwenyewe. Kwa sababu gani? Hivi mimi nawaambiaga watu, wewe unashindwa kwenda kwa Yesu kiasi kwamba anambana huyo jamaa mpaka unajua wewe na huyo mwanaume mbele za Yesu nyewe wote ni mabinti. Kwani Biblia inasema sisi ni mabibi harusi? Alafu Biblia inasemaje Isaya 54:5, muumba wako ni mume wako sema wa kwanza. Kabla hujawa na Sarakikia, wewe ni wa Yesu. Umesikia nilichosema? Kabla hujawa wa Sarakikia, wewe ni wa nani? Kabla hujawa wa Okuli, wewe ni wa Yesu. Si mnamjua Okuli? Wewe ni wa Yesu. Sasa ndio mtu tu namjua kwenye hili kanisa. Bwana asifiwe. Maana ukishajua mimi nilishaanza kuwa wa Yesu, nilianza kumilikiwa na Yesu kabla sijamilikiwa na huyu mwanaume.
Either ulimjua Yesu au ulichelewa kumjua Yesu. Ulianza kumilikiwa na Yesu. Ongeza mapenzi yako na upendo wako kwa Yesu. Yesu atafiksi kwa huyu jamaa. Umeelewa ninachokisema? Umeelewa ninachokisema? Umeshawahi kupendwa mpaka unakwazika? Mwingine anasema hiyo nilipendwa ndotoni. Wewe kama ulipendwa ndotoni, hao ni mashetani. Tubu tu tukutoe hilo pepo. Kuna mtu anasemaga na jamaa yangu anakujaga usiku ananipenda kweli nikiwa nimelala. Yule sio jamaa, lile ni nyoka tu limevaa sura ya jirani. Wewe likemewe hilo likuache kwa jina la Yesu. Amen. Wacha pressure. Mimi sijui anipendi, sijui nini. Yesu kwanza. Haleluya. Na wewe mbaba unayemwangalia huyo msichana huyo, muangalie Yesu wa kwanza. Bwana asifiwe. Yesu wangapi? Wa kwanza. Kuna vitu viwili nataka niongee. Kimoja nitaruka ya 3 na ya 4, ya 3 ya 3 ni ya 5 na ya 4 na ya 5. Nitakuja kuisema kesho. Naona sasa hivi ni saa 12 kasoro dakika 12. Niiseme tu kwa haraka Ni moja. Kwenye kumtafuta Mungu kuna maumivu. Kuna nini? Maumivu. Kwenye kumtafuta Mungu, andika kabisa, kuna maumivu. Ili ukianza safari, ukianza kusikia maumivu, usimwache Mungu. Kama kuna mtu aliwahi kukuambia kumtafuta Mungu kuna raha. Wakati unamtafuta Mungu kuna maumivu. Ukishampata ndio anakupa raha. Ndio maana mwenyewe kwenye Mathayo 11:28-29 anasema, "Njoni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha na kuwapa raha nafsini mwenu." Umenielewa? Kwa hiyo huwezi kupata raha mpaka upate pumziko. Umenielewa? Kwenye kumtafuta Mungu kuna maumivu. Kasome kile kitabu cha Danieli 3. Ukiweza kaisome yote. Mimi nilikuwa nataka nikusomee kuanzia Danieli 3:14 mpaka 30. Utakutana na majamaa watatu wanaitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Kule wakiwa kwenye nchi ya watu kule Babeli, mfalme alitengeneza sanamu. Akasema mtu asiyepiga goti kumwabudu yule sanamu atatupwa kwenye tanuru iwakayo moto. Lakini Shadrach, Meshach na Abednego walichagua kukataa kupiga magoti kuabudu miungu mingine, kwa sababu wanajijua Mungu wao ni Mungu wa Israeli, ni Mungu aliyetenda matendo makubwa, ni Mungu ambaye haonekani kwa macho lakini matendo yake yanaonekana. Bwana asifiwe. Kwa sababu walikataa kupiga goti, mfalme akaamuru tanuru lichochewe moto mara 7 zaidi ya lilivyokuwa. Wale walioenda kuchochea moto, wao ndo walianza kuungua. Kwa hiyo wakamwambia mfalme, sisi hatuna cha kujitetea. Mungu wetu atuokoe, hata asipotuokoa sisi tutaendelea kumwabudu Bwana. Maana yake walikuwa tayari kufa kwa ajili ya Mungu wao. Na Mungu aliruhusu moto ukachochewa mara 7. Moto ulivyochochewa, Mungu aliruhusu watupwe. Mungu akaruhusu watupwe kwenye ule moto. Na Mungu akaruhusu wakadumbukia, lakini Mungu hakuruhusu kuteketea. Umeelewa ninachokisema? Mungu hakuruhusu kuteketea. Mungu hakuruhusu nguo zao kupata harufu ya moto. Kwa nini? Mungu unayemtafuta yeye ni moto ulao. Mungu unayemtafuta yeye ni nani? Moto ulao. Kwa sababu ni moto ulao, alivyoingia kwenye ule moto ukawa powerless over him. Umenielewa? Moto ule wa asili ukapoteza nguvu kwa moto usio wa asili. Na moto ule haukumgusa Shadrach, Meshach na Abednego. Na mfalme alivyochungulia kwenye moto akasema, tuliwatupa watu 3, tunawaona watu 4. Yule wa 4 ni mfano wa miungu. Nimekuambia kwenye kumtafuta Mungu kuna safari ngumu. Mungu kuna magumu, kuna mapito atayaacha. Kwa sababu hayo mapito ni kichocheo cha kumtafuta Mungu. Kuna aibu Mungu ataacha upite nayo, kwa sababu anasubiri hiyo aibu yako ili atoe utukufu baadaye. Kuna machozi Mungu atayafuta, anasubiri akutendee kitu cha kufuta machozi.
Bwana asifiwe sana. Kuna watu watakudharau. Utaomba wafe, hawatakufa. Mungu atawaruhusu waishi. Kwa nini? Anataka kuandaa meza mbele ya watesi wako. Kuna watu watakusaliti. Mungu hatawaua, atawaacha ili aje waonyeshe uaminifu wake kwako. Bwana asifiwe sana. Ndiyo maana popote ukianza kumtafuta Mungu, ukianza kukutana na maumivu, na kutangazia wewe si wa kwanza, unaenda katika njia iliyobeba utukufu. Bwana asifiwe sana. Jitie moyo kwa Bwana. Usikubali kuzimwa nguvu. Usikubali kurudi nyuma. Usikubali yoyote atakayekurudisha nyuma katika jina la Yesu. Lakini kitu cha mwisho kabisa ambacho tunaenda kuomba ni kutoka kwenye Mathayo 5 ule mstari. Roho Mtakatifu, yaani haitoshi. Kichocheo kikubwa cha kumtafuta Mungu ni kitu kinaitwa njaa na kiu ya haki. Njaa na kiu ya haki. Siku zote njaa inakupa kupambana. Mtu aliyeshiba hawezi kupambana. Umesikia sentensi iliyosema? Ndio maana Mungu anasema kwenye kile Kumbukumbu 8:18, itakuwa utakapokula na kushiba usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Maana yake shibe inapoingia kwa watu ina tabia kufanya watu wajisahau. Lakini njaa inakupa kupambana mpaka pointi yako ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Mungu akusaidie njaa na kiu ya haki isiondoke kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Mathayo 5 ule mstari wa 6 anasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Fungua Zaburi ya 63. Zaburi ya 63 mstari wa 1 mpaka wa 8. Daudi akasema, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wakuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nisione nguvu zako na utukufu wako. Maana fadhili zako ni njema kuliko uhai. Midomo yangu itakusifu. Ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai. Kwa jina lako nitainua mikono yangu. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono. Kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Amina. Bwana asifiwe. Nisikilize nikuambie, chochote kinachokuondolea kiu ni adui. Umeelewa ninachokisema? Ukiona unakuwa unamtafuta Mungu sana, ukayapata yale mafanikio, yakakupunguza nguvu ya kumtafuta Bwana, yale mafanikio yamefanyika fimbo ya kumaliza kitu cha kiungu ndani yako. Umeelewa? Kuna watu walikuwa wanaomba sana, lakini ghafla kiu imeondoka. Daudi alianza kupambana toka akiwa msituni, akaja kuwa mfalme, lakini alikuwa anaamka alfajiri anamsifu Bwana. Ufalme aliopewa na Mungu haukumuondolea kiu, haukumuondolea shauku. Nami nakuombea leo katika jina la Yesu, chochote Mungu atakachokupa kisiondoi kiu yako kwa Mungu na njaa yako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ile kiu uliyokuwa nayo kwa Mungu ndiyo imekupa ulivyokuwa navyo. Ile njaa uliyokuwa nayo ndiyo imekupa ulivyokuwa navyo katika jina la Yesu. Na hili ndilo neno la Bwana. Naomba niishie hapa leo. Kesho tutaomba sana. Bwana asifiwe. Kesho tutaomba. Leo nilikuwa naendelea kuweka msingi katika maombi tulionao. Bwana asifiwe. Nitaziombea hizi bahasha. Ni sadaka yako, utarudisha ni Jumatano Alhamisi. Bwana asifiwe. Jamani, chukua sadaka yako ya leo. Ni saa 12 kasoro dakika 4. Niliweka nadhiri mnatoka saa 12 kamili. Imeeleweka? Imeeleweka
Hivyo ni vielelezo tu ulivyoviona. Tusaidie kuweka sanduku la sadaka, manake nikiomba namaliza watu wanatoa sadaka huku wanaondoka. Hatutoi tukarudi kwenye viti. Tukitoa unatoka nje na bahasha yako. Simama na miguu yako kama unayo, lakini kama hauna, kaa. Nimetambua baadhi ya vitu vitakavyoweza kukutafuta. Hata maumivu ni sehemu. Mungu mtakatifu, nimekutana na maumivu mengi, aibu nyingi, mateso mengi, kudhihakiwa kwingi, nikakata tamaa. Baba yangu wa mbinguni, naomba unisamehe. Naomba damu ya Yesu itakase moyo wangu, nipe kuwasamehe walionibeza, walioniumiza, walionikatisha tamaa. Mungu mtakatifu, natangaza msamaha mbele zako, ili neema yako ya kukutafuta inirudie tena katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, nisamehe kwa ajili ya unafiki, nisamehe kwa ajili ya kushiba na kuridhika. Yapo mambo umenifanyia, nimekuwa kama nimeshiba, nikaridhika, nikapunguza spidi ya kukutafuta. Naomba unisamehe. Roho Mtakatifu, jioni ya leo naomba nguvu mpya na neema mpya ya kumtafuta Mungu. Panda jambo jipya ndani ya moyo wangu linaloitwa njaa na kiu ya haki, itakayonifanya nisishibe na kumkinai Mungu siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Basi ngoja niombee sadaka, nikuombee na wewe na sadaka yako. Tukimaliza unaenda nyumbani. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako wa thamani, uwapendao sana walioko hapa na wanaotazama. Mungu, bariki kila mmoja anapoenda kukutolea sadaka. Neno lako linatuambia tufunge sadaka kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Sadaka wanazokutolea Mungu zikafungwa kwenye madhabahu yako takatifu ya mbinguni, ikawe ukumbusho kwenye madhabahu yako na ikasababishe kiu na njaa ya kukutafuta siku zote za maisha yao. Hata pale utakapoenda kuwabariki, Bwana, wasipungue mbele zako wala wasipungue kwako katika jina la Yesu. Na waombea neema mbele zako ya kufanya kila kitu kwa moyo wao wote, kwa nguvu zao zote na kwa akili zao zote. Baba, wanapotoka mahali hapa, bariki njia zao na nyumbani kwao ikawe amani na furaha. Walioanza ibada kwenye familia, neema yako isiwapungukie. Na ambao hawajaanza wakazianze leo na kuona ufalme wako ukishuka kwenye familia zao katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mungu, kwa damu ya Yesu nasimama kinyume na kila nguvu ya pizi na visasi. Haina nafasi wala sehemu juu yao wala juu ya kazi zao wala familia zao. Damu ya Yesu ya agano iende pamoja nao, ikasimamisha na kuimarisha agano lako la wokovu na la amani kwenye familia zao. Mungu mtakatifu, na waombea wababa waliofika kwenye semina hii, wabariki baraka za mikono yao. Ile heshima iliyopungua na kuondoka kwao, kairejeshe katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya wanawake na vijana walioko mahali hapa, wabariki pia, neema ya unyenyekevu isipungue kwao katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, zipo bahasha kwa ajili ya sadaka, na zibariki na kuziweka wakfu, watakapozitumia zikafae kuwa chombo na kibebeo cha sadaka zao katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushiriki neema. Amina, amina. Njoo utoe sadaka yako, uchukue na bahasha. Ukimaliza uenende kwa amani ya Bwana. Hata kama hauna sadaka, njoo chukua bahasha. Barikiwa. Tukutane kesho, nitaanza saa 10 kamili. Haleluya. Saa 10. Barikiwa.